Nikataka tuingie katika mafundisho ya leo. Haleluya. Amen. Kuna mambo ambayo watu wamekuwa wamechanganya vitu tofauti, ambacho kwamba unakuta kuna kitu ambacho kinaleta shida wakati mwingine kama haujaweza kukifahamu. Ndio unafika watu unakuta kwamba watu wamefika mahali wanasema kwamba tunapohubiri when we preach about the grace, tunapohubiria watu neema, tunapohubiri neema ya Kristo kwa watu, tunawaruhusu kutenda dhambi ama tunawaruhusu waone kana kwamba dhambi inafaa kwao. Haleluya. But because hawajaelewa, basi wao wanazungumza kitu kama hicho. Na leo nataka tuweze kuangalia tu kidogo, maana itaisha lakini tutazidi kuendelea. Nataka tuangalie tu kidogo kuhusu salvation versus transformation. Wokovu na transformation ni badiliko sawa. Salvation and transformation. Because the moment that you don't understand salvation, that's why watu nakuta kwamba hawajaelewa kati ya transformation na salvation. So ndio unakuta wana end up saying that watu wanaruhusiwa kufanya dhambi because hata hawajaelewa wokovu ni nini. Maana wanachanganya wokovu na transformation. Salvation and the transformation. So nataka tuangalie kiundani kabisa transformation na wokovu, tofauti yake ni nini? Tuelewe kwamba salvation is not transformation. Hiyo ndio kitu tunafaa kuelewa kwanza. Salvation is not transformation and transformation is not salvation. Yaani tujue kwamba wokovu si transformation na pia transformation si wokovu. Haleluya. Ili kwamba usije ukachanganya haya mambo mawili. Maana kuna tofauti kati ya transformation na wokovu. Haleluya. Nasema kwamba salvation is not transformation and the transformation is not salvation. Meaning you can be saved and yet not transformed. I said salvation is not transformation and the transformation is not salvation. Kwamba wokovu sio transformation na transformation sio wokovu. Hivyo basi unaweza kuokolewa ama kuokoka na usiwe umekuwa transformed. Meaning you can be saved and yet not transformed. You can be saved, yes, lakini bado haujabadilishwa, yani haujabadilika katika masuala ya mwili ama mwenendo wako, bado haujachange. Hallelujah. That's what I mean. Unaweza kuokoka, yani unaweza pata wokovu na kupokea wokovu wa Kristo bila kupata mabadiliko katika masuala ya mwenendo wako. Hallelujah. Those are the two different things. You can be saved and yet not transformed. Unaweza kuwa umeokolewa lakini bado katika mwenendo haujabadilika. Hallelujah. Ama hujabadilishwa. Maana that is a process. We will see how it work. Tutaona tu. Andamana nami pole pole. So that's why watu sasa wamekama hapo kuchanganya, wamechanganyikiwa wakati ambapo unahubiria mtu ambaye anafanya mwenendo wake hauko sawa, unamwambia wokovu anao, wanachanganyikiwa. Yaani wanakosa kuelewa kwamba ni nini unausungumza. Unaposema kwamba mtu ako na mienendo bado katika mwenendo wake mambo hayajakuwa sawa, lakini yetu unamwambia kwamba amesamehewa milele, wokovu wake ni wa milele, ameokoka bado, anachanganyikiwa. Because hawajaelewa kati ya wokovu na mabadiliko ama ile transformation hiyo katika mabadiliko katika mwenendo. Many believers are confused when they are not transformed after salvation. Many believers are confused when they are not transformed after salvation.
yaani waumini wengi wamechanganyikiwa viwango fulani, wakati ambapo wameokoka lakini hawajabadilika katika mienendo. Wanakama hapo ni kwamba wamekuwa confused, wamechanganyikiwa viwango vya juu, viwango fulani, kwamba mtu ameokoka, so ana expecting ameokoka leo then transformation ianze immediately ama automatically. No, it cannot do that, it cannot work like that. Yaani unapookoka wokovu umepokea, lakini ina maana kwamba mwenendo, katika mwenendo umebadilika at that time. Hallelujah. So imefika mahali kwamba many believers today are confused. They are very confused when they are confused when they are not transformed after salvation. Yaani wanachanganyikiwa. Yaani mtu anakaa chini anajiuliza, sasa mimi nimeokoka, alafu mtu ananiambia nimeokoka, yote ya mambo ambayo naona bando I'm experiencing my life, alafu inakuaje? Wanachanganyikiwa because wanaona kana kwamba wokovu ndio unaandamana ama ni the same na transformation. Hallelujah. Amen. They ask a question like, I thought coming to the Lord Jesus would save me from this addiction. Yaani watu wanaanza kufikiria wakisema kwamba nilikuwa nafikiria ninapokuja kwa Yesu ataniondoa ama nitaondoka katika addiction fulani. Addiction ni kwa Kiswahili. Nisaidie, Kiswahili sometimes inanipiganga chenga. So, but as long as unaelewa, usiwe na wasiwasi. Nasema, they ask a question like, I thought coming to the Lord Jesus would save me from this addiction. Mfano, mtu anaanza kusema kwamba nilikuwa baada ya kuokoka, baada ya kupokea wokovu, wokovu unapokelewa once and for all. Salvation is for once and for all. Unapopokea wokovu unapokea siku moja tu peke yake na inaisha hivyo wokovu na unapokea. Lakini so transformation is a process. So mtu anapopokea ile wokovu once, hiyo siku moja ana expect transformation ianze kufanya kazi immediately. Hallelujah. So mtu anaanza kushindwa. Sasa mimi nilikuwa nafikiria ninapookoka nikuje kwa Kristo, hii addiction fulani ama mazoea ambayo nilikuwa nayo fulani, yani ugonjwa fulani nilikuwa nao utaondoka automatically. It cannot work like that. Haifanyi hivyo ama iende hivyo. Kwa hivyo wanafikiria kwamba yani anapookoka, anapokuja tu kwa Kristo, maana alihubiriwa akaambiwa come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Sasa alipoambiwa kuja kwa Yesu apokee hii mambo yote ambayo anasumbuka nayo yataisha at the moment. Lakini haiwezi ka stop at the moment. Mfano anasema this addiction kwa mfano alikuwa mraibu wa bangi. Alikuwa mraibu wa bangi ama mraibu wa pombe. So anafikiria alipookoka akakiri tu Yesu, akaaminia katika kazi timilifu ya Kristo, hiyo kiu ya pombe itaisha. Yaani ile mazoea akafikiria ile pombe ile uraibu ule alikuwa na katika pombe, maana alikuwa ameshikwa. Yaani amezoea pombe, amekuwa addicted katika pombe. So alikuwa amezoea pombe kila wakati. Akafikiria alipookoka hiyo siku, alipoaminia katika kazi milifu ya Kristo, ile addiction inaondoka. Haiwendi ondoka. So anaishi akiuliza hiyo maswali. Maana alipohubiriwa watu walianza alisikia wahubiri wakimwambia kwamba ukikaa katika hii pombe, yani ukiendelea kunywa pombe, wokovu umepoteza. Wewe umeenda jehanamu. Alafu anashindwa kwamba alikuwa anafikiria, mimi nilikuwa nafikiria ninapokuja kwa Yesu, hii kitu itaisha. Hii addiction itaisha. Sasa amekuwa confused. Huyu mtu umemchanganya, amechanganyikiwa. Na that's why leo hii waamini wengi wamechanganyikiwa viwango vya juu, kwamba maana wameambiwa ile ambacho unafanya kinafanya wokovu wako ondolewe ama uishi ama upotee. Hallelujah. Ama mfano anasema you are thinking that anapokuja kwa Kristo atapata ponya ama atapata uponyaji. Yaani mfano mtu alikuwa amegonjeka mahali, alikuwa na ugonjwa fulani. So yeye alikuwa anafikiria atakapopokea wokovu tu ile ugonjwa itamtoka ndani ya mwili. Mfano kama ulikuwa umevunjika mguu, alafu umpokea Kristo.
do you think that hiyo mguu itakuwa sawa? Sasa hiyo ndio watu wako na picha kama hiyo. Alafu anaona kana kwamba anaona kwa sababu hiyo magonjwa itaondoka kwake, sasa anaona hajaokoka. Because tofauti na kile ambacho anahubiriwa, anaambiwa kwamba hii si wokovu. Hiyo ndio inamchanganya. Anafikiria maybe alikuwa anafikiria he will heal me, get me this and that. Yaani atanipa hiki na kile. Yaani by the way ndio unakuta sasa leo hii watu wamechanganyikiwa. Wanaposikia unahubiri neema, ukiwaambia wokovu wao unandumu, wokovu wao hauendi mahali au potei, wanaona kana kwamba unawaruhusu watende dhambi. Maana kwa nini? Alipokuja kwa Yesu, alipohubiriwa Kristo, aliambiwa come to Jesus, you will get this and that. Sasa akakosa. Alipokosa, yeye anaona kana akona shaka na ule wokovu. Lakini by friend, hiyo si kwamba wokovu wako umeenda. That's why nimeamua leo hii tuangalie hiyo tofauti kati ya salvation and transformation. Ile siku unachanganyikiwa. Yamkini hata wengi ambao wanazigia hii neema wanachanganyikiwa maana hawajaelewa tofauti ya wokovu wa Kristo ambao unapatikana once na transformation. Hallelujah. Atanipa hiki ama kile. Hiyo ndio dhana ya watu wengi ambao walihubiriwa wakakuja kwa Yesu wakifikiria vitu kama hizo. I thought Jesus would heal me from this sickness after salvation. Hiyo ndio mtu anafikiria. Yaani mtu tu anakaa tu anafikiria alipookoka tu. Baada ya wokovu alikuwa na magonjwa fulani ama alikuwa na ugonjwa fulani. Yaani alikuwa anafikiria. Hiyo ndio dhana alikuwa nayo kwamba nitakapo tu ingia kwa Kristo ama pokea wokovu, hiyo kitu imetoka. Hello, iko hivyo ama iko hivyo? It's like that. That's why unakuta sasa watu wamechanganyika. Lakini the moment that watu wataelewa wokovu na transformation tofauti, hakuna mtu atakuja kwamba kukuambia unahubiri, unapea watu license ya kufanya dhambi. Wao menoti na tusikize vizuri. Well, salvation does not automatically remove your addiction. Another point, kama una. Salvation does not automatically remove your addiction. Hallelujah. Wokovu hautoi ile mazoea fulani ndani yako at once or at the moment. Hallelujah. Salvation does not automatically remove your addiction. So wakati ambapo unapokea wokovu ama unakuja kwa Kristo, yeye anakupa wokovu ule wa milele hata ile siku ya kwanza ulipoamini, haina maana kwamba chochote ambacho kilikuwa kimekushika, yani kama ni magonjwa, kama ni addiction, kama ni kitu fulani kilikuwa kinakulemea, hakitatoweka at the moment. Hallelujah. Hiyo ndio tofauti. Tuende mfano, wakati maybe ulikuwa na desire, last ni tamaa, ulikuwa na tamaa, yani alafu ukakuja kwa Kristo pa. Wakati ambapo ulipokea wokovu, unafikiria hiyo tamaa itaenda? Sasa ndio watu wako na hiyo dhana kwamba alipokuja kwa Kristo akapokea ule wokovu ile siku once, anafikiria ile tamaa mfano imeisha ama imetoka. Katika noti kuu. It's a process. Hallelujah. Amen. That's hiyo ndio dhana watu wako nayo. Maana leo hii ndio unakuta kama mtu akiwa kama hivyo, sasa ukienda umwambie wokovu wake huko, anashangaa. Yaani na shida unasema nini? Yaani mimi nilikuwa nafikiria mtu akiwa ndani ya Yesu hawezi kuwa na tamaa. Eti mtu akiwa ameokoka hawezi kuwa na tamaa. Nani alikudanganya? It's a process. Transformation is a process. Unlike salvation. Salvation is for once and for all. Once and for all. So, watu wengi walikuwa na hiyo dhana kwamba watakapo okoka, hiyo siku tu okoka pa. Mbana tamaa imeisha. Eti hata tamani tena. Ndio ameokoka. Ama hata kawaii wacheka tena. Alipokuwa ndio ameokoka, akona dhana kwamba mtu ambaye ameokoka eti hawezi kucheka. Hiyo ndio dhana wako nayo. That's why ukikuta mtu sasa ameokoka, unaanza kumwambia umefanya dhambi. Jichunguze.
Tafakari mienendo yako. Kuna vile ambavyo umekosea Mungu. Maana sasa wao wako nadhani kwamba mtu ambaye ako ndani ya Kristo ama ameokoka hawezi patwa na magonjwa ya mwili huu. Hiyo ndio dhana wako nayo. Salvation does not transform you instantly the day you believe. Hallelujah. Salvation does not transform you instantly the day you believe or receive Jesus Christ. Salvation does not transform you instantly the day you believe or receive Jesus Christ. Ya kwamba wokovu au kubadilishi mara moja wakati ambapo ama ile siku ulipompokea Kristo ama ukapokea wokovu. Ayendi hivyo. Yaani aileti ile mabadiliko once instantly. Wakati ambapo umeokoka, wokovu instantly auleti hiyo mabadiliko. Hallelujah. Aumalizi hiyo mambo ambayo ulikuwa unafanya. Yaani hilo kitu ambacho kilikuwa kimekuwa addicted unto you, ya kwamba unapopokea sasa imeenda once, yaani imetoweka tu. Haifanyi hivyo. Hiyo si kazi ya wokovu. Yaani wokovu tu utapokea. Wokovu utapokea ndani yako hiyo siku ambayo umepokea Kristo na utakaa ndani yako. Lakini transformation haita take place instantly. Hallelujah. Amen. That's all. Yendo kitu maanisha hapa, the day you receive Jesus Christ, salvation only brings you eternal life instantly. Hallelujah. Si kama wale point vizuri. Nasema hivi, salvation does not transform you instantly the day you believe or receive Jesus Christ. Rather, salvation only brings you eternal life instantly the day you believe. Hallelujah. Amen. That is the work of salvation. Salvation, what it brings unto you, it is eternal life. Instantly, wakati ambapo ulimpokea Kristo, uliingia katika Kristo, yaani ukapokea ule wokovu, ulipokea eternal life. Instantly. Haina question nyingine. Yaani haina swali nyingine. Wakati ambapo ulipokea tu wokovu, ukamwamini Kristo, ulipokea uzima wa milele. Hallelujah. Hiyo ndio wokovu, hiyo ndio kitu ambacho wokovu kilileta. So don't have that doubt ya kwamba eti wokovu wako ni kama unapotea. Wokovu kile kilileta kwako ni uzima wa milele. Hallelujah. Instantly. Mtu ambaye hataisi hajaokoka akipokea leo Kristo, uzima wa milele ameupokea. Hallelujah. Amen. Yaani ule wokovu umeleta uzima wa milele ndani ule mtu. Hallelujah. Brings you eternal life instantly the day you believe. Salvation means being saved from destruction that is coming. Salvation means being saved from the destruction that is coming. Wokovu basi unamaanisha kwamba wewe umeokolewa katika uharibifu unaokuja ama utakao kuja, vile unavyotaka kuweka katika I'm saying salvation is being saved from the destruction that is coming. Hiyo ndio kazi ya wokovu. Yaani unaokolewa katika uharibifu utakao kuja ama unaokuja. Hallelujah. Mtafungue wa Timotheo. First Timothy. Tuanzia na First Timothy. Pamefika 2, 3, 4. First Timothy. Timotheo wa kwanza. Where are you Timothy? Somebody read for me. Kama umefika mahali pale, where are you? Nimekupata. First Timotheo wa kwanza 2. Anzia 3 inasema hivi. Just a minute.
Hakuna mtu akona Biblia ya Kiswahili hapo. Some. Yetu. Timotheo wa kwanza mstari wa 2. Anzia 3. Anzia 3 inasema, hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. 4. Ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Simple. Masikia sasa, hiyo ndio makusudi. Ndio nimesema kwamba salvation means being saved from destruction that is coming. Kusomea na King James Mali. Anasema hivi, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Unasikia, in the sight of God our Savior. It is good and acceptable, Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Yani all men to be saved. All men to be saved. So si kwamba mtu unapopokea, imagine mtu anakuambia kwamba umepoteza wokovu, yeti inasema maandiko yanasema kwamba ndio Hebu nisome kwa Kiswahili, hata mimi mmoja acha nisome. Nasema, ili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye utaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Sasa hiyo ndio uzuri kabisa. Hilo linakubalika mbele za Mungu, kwamba lengo la Mungu na kufanya Mungu na wili ya Mungu ni kwamba watu wote waokolewe. So wakati ambapo umekuja kwa Kristo, wewe umetoka katika destruction au katika uharibifu. Mwingine anakuambia sasa, unasema tu kwa uharibifu na venye hata dunia imeharibika, hata kuna vita hapa na pale. Si unaweza, my friend, I'm not referring to this. Hizi mambo ya kale imeandikwa, yani wokovu ambao uzima unasemea destruction hii si ya kubomoa hizi manyumba ama kupigana hapa na bunduki hapa na pale. Si hiyo nazungumzia. Destruction ni ya kwamba unapotea kabisa milele. Yani unapotea jehanamu, unapotelea jehanamu milele. Hiyo ndio destruction I'm referring to. Ya kwamba sasa, lakini lengo la Mungu ni kwamba kila mtu, kila mwanadamu aweze kuokolewa from this destruction. Hallelujah. Sasa kazi ya wokovu ni kukupa ama ni kukuokoa kutoka kwa uharibifu unaokuja. Utakaokuja, nilikwambia vile ambavyo nataka kuiweka. Ila wakati utatumia nyakati zako vizuri. Paul said, God desires for everyone to be saved. Hiyo ni Paulo anazungumza hivyo. Paulo hiyo ndiye alisema hapo kwa Timotheo. Huyu ni Paulo anasema. Paul said God desires for everyone to be saved. Then come unto the knowledge of the truth. Hiyo ndio lengo la Mungu. Kwamba baada ya kuokolewa, sasa ili ukapata kuwa transformed, sasa baada ya kuokolewa, lengo la Mungu ama kusudi la Mungu ni kwamba unapo sasa okoa, yani ukuje sasa kwa knowledge. Imesema vizuri hiyo nini? Hiyo King James. Hiyo tafsiri ya Mfalme Yohana. Maana Paulo anasema, alafu anasema hiyo ndio desire ya Mungu. Desire ya Mungu ni kwamba kila mtu aokolewe. Baada ya kuokolewa, come unto the knowledge of the truth. Yaani baada ya kuokolewa, si kuokolewa tu alafu ukae, ni kwamba ukuje sasa utopee katika ukweli. Si kama tunaelewa hapa. Hiyo ndio Paulo anasema. Na kupata kujua yaliyo kweli. Baada ya kuokolewa, upate kujua yaliyo kweli. Hiyo ndio Paulo anasema vile Mungu anavyo. Most believers fulfill the first part. Watu wengi ama waamini wengi wali fulfill the first part. Ama walitimiza sehemu ya kwanza. Unaona? Sehemu gani ya kwanza? Wokovu. Ya wokovu. Sio kama tunaandamana vizuri. Waamini wengi wametimiza the first part. Which that part? Salvation. Yaani waamini wengi, maana kila muamini ambaye ameokoka ametimiliza ama ametimiza the first part. Hiyo ndio kitu ya kwanza unafanya. Sasa ametimiza first part ambayo ni desire ya Mungu kwamba kila mtu afanye nini? Aokolewe. So whoever is in Christ ameshapokea wokovu. Ametimiza the first part and rejected the second part. Alafu amepusilia mbali sehemu ya pili. Hallelujah. Ambayo ni transformation. Msifu Yesu.
In fact, that is the problem of the believers. Many believers, they have already fulfilled the first part, but they have rejected the second part. The first part of salvation, they have already fulfilled it. Yaani wametimiliza hiyo. Wamekubaliana hiyo. Sasa wamekwisha pokea. Wameshapokea wokovu wa Mungu. Lakini wamereject ama wamekataa the second part ya kuwa transformed. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio shida iko na watu. Maana sasa na at the moment kwa sababu ya hiyo sasa wanaanza kusema kwamba unapowahubiria, imagine mtu ati amepokea wokovu, alafu unakuta maybe kuna vitu ambavyo anataweza kuacha. Alafu ukimwambia bado wokovu wake huko, anakuambia unaruhusu watu watende dhambi. Maana yeye mwenyewe anataka kutimiliza the second part. Maana hizi ni vitu ambazo sina maana. They are saved but refuse to come to the knowledge of the truth. And this is where Satan beats many down. I'm saying this. They are saved. Those nimesema believers, most believers fulfill the first part and rejected the second part. Therefore, they are saved but refuse to come to the knowledge of the truth, and this is where Satan beats many down. They are saved but refuse to come to the knowledge. They are saved but refuse to come to the knowledge of the truth, and this is where Satan beats many down. Ya kwamba wameokoka lakini wamekataa kukucha ama kupata kujua kweli. Vile Timotheo amesema hapa, Paulo anasema hapa kwa Timotheo. Kupata kujua yaliyo kweli. Wamekataa kujua yaliyo kweli. Lakini si kwamba hawajaokoka, wameokoka lakini wamekataa kujua yaliyo kweli. Hallelujah. Kuhusu ile wokovu. Na kupitia hicho, kwa sababu ya hiyo, shetani anawaangusha ama anawatingiza. Ama wanaishi kama watumwa kwa sababu mtaijua kweli na kweli ndio itaweka huru. So wamekataa kweli. Wanakuwa ni wana wa Mungu lakini wanaishi kama watumwa. Hawana huru. Hallelujah. So wamekubali, yaani kwamba wameokoka lakini wamekataa kujua kweli, ambayo kweli inafaa waijue iwaweke nini? Huru. So they are in captivity. They are slaves. Hallelujah. Katika nia zao ni watumwa. Katika nia zao ni watumwa. Na hapo shetani anapata mwanya ya kuwazungumzia. Finally, wanakaa sasa in that situation ya kuwa shaken. Wanakuwa wametingika. Yaani hawana msimamo. Yaani they are not firm because nia zao siko na yaani zimewekwa katika utumwa fulani wa kimaarifa. Maana wamekataa kujua kweli. Alafu anaona hajaokoka. Finally anaona sasa hajaokoka. Shetani anakuja anakuambia, wewe unajua jina unaokoka nini? Hauoni jana ulienda ukatamani. Alafu unasema umeokoka. So anakaa tu anastukia anaona sijaokoka, naenda kutubu. Kama mfano. Wewe ni mgonjwa unaumwa. So shetani anataka ufocus katika maumivu. Na Mungu anataka ufocus katika roho kwa kile ulichopokea. Maana katika roho wewe ni mzima. So uangalie kwa uzima, si kwa maumivu. Lakini shetani anataka ufocus kwa maumivu ili ukubaliane na nia yako kwamba mimi bado sijapokea uponyaji. Lakini ukifocus katika roho, ulichopokea kwenye roho, maana ni neno la kweli hili. Neno siku zote linakuambia kwamba wewe ni mzima. So nitakiri uzima. Nikikiri uzima na afya njema itadhihirika. Ninapoanza kukiri maumivu yatakuwa sana, alafu nitaona kwamba sichapona, alafu itakuwa hivyo sichapona kweli. Iko hivyo sasa. Sasa mfano mzuri kama huo. Na kwamba maana uko na maumivu, maana sasa shetani ata make sure you focus katika yale magonjwa ambayo yanakusumbua ama ile maumivu. Na mimi mfano kuna situation ambayo uko. Yaani shetani ana make sure una focus katika mazingira ulio ndani. Yaani ana make sure umefocus kwa mazingira ulio ndani. Alafu finally unaona kwamba hapana. Kuna question mark katika wokovu wako. Na finally hapo anamkamatia wengi. Another point leo hivi, once a person believes in Jesus Christ,
he or she become righteous by faith. That is point. Once a person believes in Jesus Christ, he or she become righteous by God, by faith. Sorry. He or she become righteous by faith. The moment mtu amepokea, ameamini katika Kristo Yesu, amekuwa mwenye haki kwa imani. Hallelujah. Amen. No doubt. Yaani hakuna taswishi mahali pale. Unapotupokea tu, unapoamini tu katika Kristo Yesu hivi umekuwa mwenye haki katika kwa imani. And that does not bring immoral and transforming life on the outside. Yeah? I'm saying this. Once a person believes in Jesus Christ, he or she become righteous by faith. However, that does not bring immoral transformation life, transforming life on the outside. However, that does not bring him or her a transforming life on the outside. Licha ya kuwa amepokea, yani anapoamini katika Kristo amekuwa mwenye haki kwa imani. Lakini hicho tu bado akijaleta mabadiliko ya nje. Hallelujah. Analeta mabadiliko ya nje. Kile ambacho kimeleta ni kwamba umekuwa mwenye haki kwa imani. Lakini bado katika mwili, katika matokeo ya nje, yani katika mwenendo somehow analeta transforming. Analeta mabadiliko. Hallelujah. Amen. It does not change anything according to the flesh. Yani haibadilishi chochote kulingana na mwili. Hallelujah. Amen. Does not change anything according to the flesh. Lakini kile kimefanya umekuwa mwenye haki kwa imani. Lakini yeye mwingine katika mwili haijaleta anything. The flesh and the mind have never experienced salvation the day you believe. Point inasema hivi, the flesh and the mind, yani mwili na nia, ama mind ni nini? Nia? Yeah. Nasema hivi, the flesh and the mind have never experienced the salvation the day you believe. Mwili na nia yako asikuweza kupokea wokovu wakati ambapo uliamini, ama ile siku uliamini, ama nafsi yako haikuweza kupokea hicho, yani haikuweza kuokolewa, yani haikupata mabadiliko siku ambayo ulifanya nini? Ulipokea wokovu. Everything happened that day, it happened katika roho. Everything happened in the heart. Wakati ambapo uliamini, ulipokea wokovu, ilitendeka katika roho. Haikutendeka katika nafsi ama mwili na kwa nia. Bado hiyo haikutendeka. Kila kilitendeka, hiyo kazi yote ilifanyika katika roho. Hallelujah. Amen. Roho ndio iliweza kupokea wokovu, ikatolewa katika maangamizi ambayo yanakuja ama yatakao kuja. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio hiyo siku ilifanyika hivyo wakati chochote ambacho kilifanyika hiyo siku kilifanyika katika roho. After salvation, another point, after salvation, if you are sick before you got saved, you remain sick after you got salvation. Mtu anashangaa sana na shindo hiyo anasema nini? I'm saying this. After salvation, if you are sick before you got saved, you remain sick after you are saved. Haya nakubaliana mimi. Nasema hivi, baada ya wokovu, kama ulikuwa mgonjwa wa mwilini, yani tolewa hiyo point ya mbele hapo, nimesema chochote kilichotendeka hiyo siku uliokoka kilitendeka rohoni. Ni sawa? So nasema hivi, baada ya kuokoka ama baada ya wokovu, kama ulikuwa mgonjwa, bado ulibaki kuwa mgonjwa baada ya kupokea wokovu. Are you agreeing with me? Unajua wengine wale ambao walihubiriwa injili
Unajua hii vitu ambayo inaandamana prosperity. Yaani mtu prosperity ukimwambia vitu kama hizo anaweza kushangaza. Eti yaani mimi nilikuwa nafikiria nikikuja kwa nikitokea ukofu hivi. Magonjwa na mimi tumeheshimiana. Yaani alafu unakuja kuniambia kwamba eti sikupokea uponyaji wakati niliokoka. After salvation, if you are sick before you got saved, you remain sick after you are saved. Hata baada ya kupokea ule wokovu bado utakaa kuwa mgonjwa wa mwili. Kama ni kichwa ilikuwa inakuuma na umepokea, bado utakaa kuwa mgonjwa na kichwa inakuuma. Hakuna yaani si na kama itapona wewe la ndinguni, lakini usiseme kwamba ni wokovu umesababisha. Maana wokovu ulifanyika katika roho, si katika nafsi na mwili na nia. Hallelujah. If you are stupid before salvation, yani kama ulikuwa mjinga before wokovu, before uokoke, you will still remain stupid. Utaishi tu kwa utakaa tu hiyo hali ya ujinga ile ya upumbavu. Ndio upumbavu ni ujinga. Kuna ujinga na upumbavu. Mjinga na mpumbavu tofauti ni nini? Maana Paulo anawaambia enyi Wagalatia wapumbavu, nani aliyewaroga? Yes? Mjinga ni yule mwenye anafanya kitu kwa sababu hana maarifa. Lakini mpumbavu ni yule mwenye ameshapata maarifa lakini bado anaendelea kufanya hicho kitu. Ndio sababu Paulo anawaita wapumbavu. Kwa hivyo sasa they are ignoring what they have already said. Sasa stupid ndio tutaiweka kwa ujinga ama kwa upumbavu. Yes, kwa upumbavu sasa. Sasa kama ulikuwa mpumbavu, unajua mpumbavu ni nini? Ni kumaanisha kwamba mimi kwa mfano ulikuwa haujui wokovu ni wa milele. Alafu umempokea ule wokovu. Si utakaa tu kujua si wa milele, unaweza potea. Utakaa tu kujua hivyo. Maana bado ule upumbavu hujaondoka. Hapo yes. Ama tuseme hivi. Sana mfano kwamba mtu alikuwa mwanarika na ameoa mwanarika mwenzake. Na tunaelewa huwa tunawaita wasee. Kwa lugha ya kawaida tu ni wasee. Wametoka kwa wanarika kwa youth, wamekuja kwa wasee, watu wa familia. Wewe niambia kwamba ameoa leo atatembea kama msee. Hata kama atakuwa ndani ya wasee, bado atatembea tu kama kijana. Mwenendo wake utakuwa wa kijana. So ataika pole akifundishwa pole ndio ataanza kujua kumbe mtu wako kwa ndoa anafaa ishi hivi, anafaa kae hivi. Lakini mara mingi ataendelea kufanya tu kama kijana, akiendelea kupokea pole hiyo transformation, yani kurenew pole okay, kumbe anafaa wakae hivi na hivi na hivi. Ama mtu ambaye pia mfano mwingine mtoto ametairiwa. Tukitairiwa tunaambiwa sasa tumetoka kwa utoto tumekuja kuwa watu wazima. Huyo mtoto ametairiwa ataendelea kaa hivyo tu kama mtoto. So atafika kama alikuwa anaoshwa na mama bado hiyo akili iko hivyo. Lakini atakapoendelea kukomaa ndiye atajua asifai kuoshwa na mama sasa. You see? Nimekuwa mtu mkubwa mimi. So ni hivyo tu. Hallelujah. Amen. Hii imekuja vizuri. Ndio kwamba wakati baadhi wazee hawanangi. Wale wanaoana ni wanarika. Yaani najaribu kusema hivi, si wazee wanaoana. Ni wanarika wanaoana, wani watu young ndio wanaoana, yani wanatazamia kuwa wazee. Si kama unanipata. Yaani sasa niseme aje. Nitumie mzee ambaye ako na miaka kama 50-60. Huyo si mtu kwamba unamwambia eti hiyo si yeye anaoa. Alioa akiwa in our ages. Wengine wanauliza kwani hata wewe unakuja nini na uliza ai? Ndio najaribu kusema there are some people of my age they have not yet gotten married. Na si wataoa. Sasa bado mimi miaka yangu wale ambao hawajaoa bado uweze sema kwamba ni wazee. Wakiingia katika kuoa maana somebody who was 35 anaitangwa mwanarika. So somebody who was 35 hiyo shii anaweza oa na kuoleka. Hallelujah. So nikisema hivyo wengine wanaanza kufika bali unaanza kusema aje. Mimi nimeoa yes. Wewe unajua tu nimeoa. Hadi niko na watoto. Sasa kile najaribu kusema ni kwamba wasee hawawangi.
vijana ndio wanaoa. Leo hii maki ukioa hakuna mtu eti utaita mzee kulingana na ile, lakini leo hii huwezi tembea kama mzee. Hautapata maarifa papu ya kuwa mzee. Hata hiyo nyumba mtafanya tu mambo ya kitoto. Mambo ya kijana yaani ya kitoto hivi. Mpaka wakati mambo yanafika mahali mzee bana zizi tumeshakuwa watu. Ama mfano Matthew akioa sasa hivi utaona kwa njia wanakisiana tu, wanashikana kwa barabara tu kwa sababu ni mtoto tu. Lakini atakapokomaa ataona hivi vitu, huyu ni wa kwangu. Kwani kuna mtu achui, kuna mtu anakunyang'anya. So ni vitu za utoto tu. Hiyo unaweza kukuta watu kijana na msichana wanatembea. So unashindwa kwani akimwachilia anatoroka. Sitoroka ni wake, lakini sasa unashindwa. Maana ni bado hawajaingia katika utu uzima. Lakini sasa watu wanapoendelea wanakuwa watu wazima, ndio nakutanga hata mmoja hata anaweza kuwa nyuma, mwingine mbele, mwingine kando, mwingine. Yaani maana wameshazoea hivi yangu na nimeshakaa kama mtu mzima, kama mzee. Na pia mtu anaweza sema mfano kushikana hivyo ndio kunaonyesha upendo. Hapana, hiyo si upendo. Unaona wanafanya hivyo kwa barabara, lakini kwa nyumba kila mtu ako kivyake. Exactly. Wanakuwa wanafanya tu kwa unafiki kwa barabara ili waonekane. So hiyo ndio itakao maanisha kwamba mwapendana. Hiyo si upendo. Kama mwapendana si lazima mkae pamoja. Yaani for example watu wanakuja kanisani, unaona bibi na bwana lazima wakae mahali pamoja. Ama watoke kwa nyumba wakakusha ili waseme wanatendana. Ama mnatembea pamoja. Hiyo haiwezi dhihirisha. So mnaweza fanya tu hivyo, lakini si shida, si mbaya. Lakini upendo kamili ni ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo. Haleluya. Haina maana kwamba mnapotembea hivyo eti ndio mnapendana. Alafu wengine wanasemanga maana sasa hawa watu ambao wamekaa kwa ndoa siku hizi hata watembei kama wameshikana vile walikuwa wanashikana. Sasa upendo umepoa. Wanakomaa bwana. Si kwamba umepoa ile. Waambie, si kwamba umepoa. Kukomaa jamani, tumekomaa sasa wewe ukatoka mahali. Ama ukioa, utoki kwa nyumba. Ukioa tu hivi ukutongani kwa nyumba, unakaa tu hapa. Hata wenzao wanakuambia tu hata kazi wewe. Lakini ukianza kukomaa, unaona nakaa nafanya nini hapa? Hayo tazame mali wengine wako. Maana umeshaelewa, umeshapata akili, ufahamu kumbe mtu ni wangu. Hata nikienda kazi nitampata hapa. Lakini sasa wewe zito mzee waanze mbali. So ni the same case. Yaani kuna vitu ambazo upokee wakati ambapo umepokea wokovu. Haleluya. Amen. Hiyo ni mfano mzuri. So bana, hata kama unaitwa mzee, wewe uchaguo mzee. Uchaguo nini? Uchaguo bado mzee, utazeeka bado. Sasa hebu niambie, umeoa ukiwa na miaka 20 leo. Mfano 20. Alafu kesho unaanza kuitwa mzee. Kwani miaka imebadilika? Ni katika duality ya kawaida wanaanza kukuita hivyo juu umeoa. Na pia unaweza kuwa mzee wa mufu, lakini una hekima, una maarifa ya Mungu. Exactly. Nafikia Ayubu amezungumza na wase kama hao kwamba kuwa na mufu hiyo miaka haikufanyi kuwa mzee. Hata mjinga anazeeka. Ndio sababu kanisani wanaoitwa wasee ni wale ambao wamequalify, wanaweza wakasimamia neno, kuhubiri, kufundisha wengine. Na kama hata kama ni kichana anahesabiwa kuwa ni mzee kwa sababu ya maarifa aliyo nayo. Exactly. So unaweza kuwa mzee lakini wewe ni mtoto. Wewe ni mtoto. So unaweza kuwa umeokoka lakini bado hujapata mabadiliko katika nia yako hapa mwili katika flesh. Haleluya. Haijalishi wewe ni bishop. Haijalishi wewe ni bishop ama akibishop, majina zaidi ya akibishop kuna nani yule mwingine? Reverend nakata. Reverend adhika kwa chini ya bishop. Kuna akibishop ndio hapo juu. Maana nasikianga anaenda kuwa akibishop. Kuna mtu mmoja hapa Kenya, sitamtaja, alikuwa anaenda kuwa ordained to become an archbishop. So I think archbishop ndio iko kiwango cha fulani juu kidogo. Above bishop. Hata kama wewe ni archbishop, unaweza kuwa bado uko mtoto. Mtoto mgani? Yaani unaweza kuwa kuna vitu ambazo yaani wewe ni mpumbavu. Hata kama wewe ni archbishop. Unaweza kuwa. Kama if you are ignorant before you got saved,
you will remain ignorant after you got saved. Yaani kama ignorant ni mpuzi hivi. Ama mtu maybe yani wakupusulia vitu hivyo. Hata kama ulikuwa hivyo, hata kama wewe ni bishop, kama wewe ni reverend na hiyo mambo mengine majina mengine makubwa, bado unaweza kuwa ignorant hata kama umeokoka. Hallelujah. Ama baada ya kuokoka. Because salvation is not any ideal na vitu kama hizo. Unaona kuna kitu kinadili na hizo vitu. Yaani mtu anielewa kwamba ninaposema hivyo kuna kitu kinadili na hizo vitu. Vile ambavyo tumeona kwamba mtu anapooa anaitwa mzee, yes, lakini haja qualify kuwa mzee kabisa. Maana by this side nimeoa for instance. Si nimeoa. Si leo tunaniita mzee. Na yaani na qualify kuitwa mzee. Lakini kusema tu kweli. Nikienda mfano kama ushapa mahali wazee wamekaa, kuna mahali siwezi enda. Hini vuniambie naenda kukaa na babangu na wazee sasa wazee kuliko babangu, alafu wanaongea mambo mengi. Wananiambia kama umeoa wewe, excuse kidogo. Kuna mambo mengine utafikia huko. Yaani utafikia huko. Kwa vitu vingine lakini bana unaitwa mzee. Sasa kama unaitwa bishop bana unaweza kuwa unashinda mahali. Hata kama ulikuwa ignorant unaweza kuwa ignorant and so on. Na mambo mengine yote. Maybe unaweza kuwa maybe ulikuwa mlevi, ama ulikuwa na tamaa, ulikuwa msherati. Yaani hizo vitu zote zinaweza kuwa ndani, lakini ile siku umeokoka ina kumaana kwamba simeondoka. Haleluya. Bado siko lakini sitafanyiwa kazi. Jinsi siku zinavyosonga. Kwa nini nasema hivi? This is because salvation has nothing to do with the transformation of life. That's why I'm saying. Why am I saying this? Ya kwamba even if you are ignorant, you are stupid, you are drunken, when you are not saved, and the moment that you umepokea ule wokovu ndio utaremain kwa hivyo. Kwa nini? Because salvation has nothing to do with the transformation of life. Hallelujah. Wokovu hauna chochote katika mabadiliko ya nia ya mtu ama mambo ya mwili. Sasa tuendelee. Another point. Kama umeandika this is because salvation has nothing to do with the transformation of life. Tuendelee kwa haraka kidogo because of the time. You must receive wisdom as you receive salvation to make you a wise person. I'm saying this. You must receive wisdom just as you receive salvation. Fika mpaka hapo kabla niendelee. Lakini usiweke koma, bado ni sentence inaendelea. You must receive wisdom just as you receive salvation to make you a wise person. Hallelujah. Unahitaji upokee hekima na ufahamu kama tu vile ulivyopokea wokovu kukufanya wewe kuwa mrefu. Hallelujah. You must receive wisdom, my friend. Si kwamba umepokea wokovu sasa ukae pale. No, you need wisdom. Ambayo tumeona kwamba anasema wapate kujua kweli baada ya kuokoka. You must seek for wisdom. You must seek for truth. Lazima tu utafutane na hekima, wisdom ya kufanya kwa kuwa mrefu. You must receive healing just as you receive salvation to make you well. Hata uponyaji lazima tu upokee vile ambavyo ulivyopokea wokovu ili wewe uwe mzima katika ama uwe sawa katika mwili wako. Lazima tu upokee wokovu. Haya uzima uponyaji. Vile ambavyo mtu alipokea wokovu unahitaji hata uzima. Bado fanya nini? Upokee. You must also receive healing. Because healing is supposed to be ministered. Without ministering healing, there is no healing, my friend. You must somebody minister to the healing. Then upokezwe uponyaji. So vile ambavyo ulivyopokea wokovu, you must receive also healing to make you well. Salvation does not bring you knowledge or wisdom automatically. Salvation does not bring you knowledge or wisdom automatically. Wewe kwamba wokovu haukuletei maarifa ama hekima instantly ama on the hiyo siku unapokea.
This is why after salvation you must sit down. Sikiza vizuri. Nimesema if salvation does not bring you knowledge or wisdom automatically. Full stop. This is why after salvation you must sit down to renew your mind through hearing and meditation. This is why after salvation you must sit down to renew your mind through hearing and meditation or meditation. Yani, hii ndio sababu baada ya kuokoka unahitaji ukae chini. Hello? Unahitaji ukae nini? Ukae chini, yani na si ukae chini tu pekee. Ukae chini. To renew your mind. Sit down to renew your mind through hearing and or meditation. Yani unahitaji ukae chini kubadilisha nia yako. Kubadilisha nia ya kupitia nini? Kusoma, yani kusoma na kumeditate the word of God. Yani unakaa, yani unajifunza, unakaa chini kujifunza baada ya kuokoka. Lakini watu wengi hawataka kujifunza maana wameokoka. Maana wameokoka hawataka kujifunza. That's why